Yes. Hatimaye tena tukiwa katika episode kabisa ya 7 ikiwa mbaki episode moja kwenda kumaliza chuma bomba sana ya pa. Wasema ilikuwa ni Love Alarm katika season 2 na ni episode ya 7, lakini sasa niko na tangazo moja ambalo ni muhimu sana kwa mdau na shabiki namba 1 wa Faru DJ kutoka GC Production. Baada ya kumaliza picha itakuwa na picha moja hivi. Lakini pia naomba nikupe mwongozo zaidi hili usije ukaja kuchanganyikiwa tena. Hiyo ndo chuma ambayo tutakuwa nayo baada ya kumaliza hapa. Wasema 100 Days My Princess. Hapa kuna story ya bwana mdogo ambaye alichukia ufalme mazima ikiwa yeye ndo Crown Prince ambaye atakiwa aje mfalme baadaye. Lakini kuna kitu ambacho kilitokea kilimfanya complete aweze kuchukia nafasi ya ufalme, kwa sababu aliamini kitu ambacho kitendeka katika ufalme kwa miaka mingi sana aliweza kutengeneza nafasi ya kutengana na mtu ambaye alimpenda sana kipindi hicho, na ilikuwa ni ahadi yake zaidi ya wale wote ambao walisikia kile ambacho kilitokea kuja kulipa kisasi. Lakini chuma itakuwa ni historia moja ya kitaalamu zaidi. Wasema picha itaanza katika historia ambayo inazungumzia bwana mdogo akiwa mdogo zaidi. Alikuwa anaamini ndoto zake ni kuja kuwa general mkubwa sana wa vita. Lakini pia alikuwa na rafiki yake ambaye kwa maisha baadaye alikuja kuwa kama bodyguard wake. Sasa hiyo picha tutakuwa nayo baada ya kumaliza hapa Love Alarm. Basi hata tuunganishe katika sehemu ya 7 tu tuendelee kupata burudani bomba sana malizao hapa. Songa popo. Wasema kilikuwa ni kipindi ambapo mkali wa kufahamika kwa jina Yong alipata nafasi ya kwenda kuongea na Sunyo. Wasema ulijua nini juu ya mshale na ngao ambayo ilikuwa imewekwa, kwa sababu hivi vitu ndio vivyo tumiwa na Jojo kuhakikisha kuniingiza katika upande wake wa mapenzi kwa mara ya pili. Rawa Sunyo alijiuliza sana, kumbe ile furaha ambayo tegemea ingempatia amani katika maisha yake tayari kuna namna ilikuwa imeingiliwa na kidudu mtu. Asema Jojo aliamua kutumia spear kuniingiza mimi katika mchezo wa Love Alarm. Ina maana pasipo hiyo spear bado kumbukumbu zingebaki kwenye upendo wake kwako. Ili bwana mdogo Yong alitambua na aliumia sana, kwa sababu ndio bibi amefanya kitu ambacho ni tofauti zaidi, tofauti na makubaliano ya kile ambacho alikuwa anakiamini yeye. Sasa naomba upande wa pili kwa binti nikamzozo zaidi. Tafuta mkali. Rajabu kumtumia message nyingi sana, lakini mkali Yongo kwa tuni kwamba alikuwa ajibu chochote. Hii ilimfanya bibi ajisikie vibaya zaidi, lakini baadaye ujumbe ambao uliingia. Lakini upande wa pili kwa mkali Yongo alikuwa na mawazo sana. Lakini usiache hiyo hata upande wa pili katika familia ya kina Sunyo. Tayari bwana mdogo sasa ni mtu mwenye mawazo sana, na wake amekuwa akijaribu kumwambia umekuwa ni mtu ambaye unajaribu kujifanya una furaha na ulifanya kila kitu kwa ajili ya kuprotect image ya family. Lakini kwa sasa nafikiri umepoteza kitu ambacho kingekuletea furaha katika maisha yako yote. Hajua unapitia ugumu kiasi gani, ila mambo kama hayo unataka utafute namna ya kuyaenda tu mwanangu. Basi wanasema ilikuwa ni alfajiri moja hivi, pindi ambapo binti alikesha pale. Alipata message kutoka kwa mkali Yong akiwa anajaribu kumuuliza namna gani usiku wake ulienda. Basi moja kwa moja alfajiri na mapema binti alikumwona mkali akiambamba katika mitana hapa. Kuna kitu ambacho alikuwa anahitaji kumwambia mwamba huyo. Lakini akiwa pale kweli Love Alarm mwili wake kama kawaida, lakini njia ambayo alitumia binti ilikuwa ni tofauti zaidi, kwa sababu kwa wakati alitumia alo. Lakini kwamba mkali Yong tayari ameshatambua ukweli wote juu ya kile kitu ambacho binti alikuwa anakificha. Hasa binti hapa alikuwa anahitaji kumwambia mkali ya kwamba ingekuwa ni vyema kama ningekujuza juu ya kile ambacho ukijui Yong. Hayo yote yametokea kwa sababu tu kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea na kina utofauti mkubwa sana. Leo mwanaume asema nitasimama pale ambapo utasimama wewe, na nitakubali kuwa takataka endapo utanitupa wewe. Hata hicho ambacho unaniambia hakina maana nzuri kwa upande wangu
wala kina maana yoyote ambayo inaweza ikabadilisha kile ambacho nakisubiria mimi. Mimi nitaendelea kuchukua muda wangu kusubiria wewe mpaka pale ambapo utaona moyo wako ni wapi sahihi kwenda kukutunza. Yeye alikuwa anatokwa na machozi kwa sababu mwamba ni kwamba pamoja na kwamba ameshaujua kweli wote, ila yuko tayari kumwacha bibi ya kizembe. Sasa Tala bintibu mwanaume anaondoka kuelekea katika shughuli yake ya siku zote, lakini nyuma binti anaumia sana. Lakini binti alikuwa na namna tu zaidi ya kumfuata mkali kwa sababu tayari mwamba alimwambia atasimama pale binti ambapo anasimama, atakubali kuwa takataka pale binti ambapo atamtupa. Halo. Habari, kumbuka hapa ni Love Alarm ya The Chosen One kutoka ZC Production. Tupo katika hatua za mwisho sana kwenda kumaliza picha kali sana hapa. Basi waambie bia shuhudia tu mtaalamu akiingia katika basi moja hivi. Hizo anaziita public bus. Hili mfanya binti akumbuke kitu kimoja ambacho kitokea miaka ya nyuma kidogo. Na hii ilikuwa mbeba kumbukumbu pia mkali wa kufahamika kwa jina la Dokugo. Hapa naomba unisikilize kwa umakini kwa sababu hapa ndo penye kiunganishi cha hii hapa picha. Wasema kuna siri ambayo alitambua mkali wa kufahamika kwa jina la Dokugo mapema sana juu ya upendo wa mkali wa kufahamika kwa jina hiyo juu ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Kim Jojo. Ilikuwa ni siku ambayo binti alikuwa anapasha sana. Ndio siku ambayo mwanaume alikuwa anaiwasha lavu yake alarm kwa mara ya kwanza, ni programu yake katika shule. Na pia aligundua kitu ambacho kilikuwa kina siri kubwa sana hapa. Basi ndio ile siku ambayo mwamba aliweza kuzindua programu ya Love Alarm. Na hapa pia ijaribu kutambua ni nani ambaye angeweza kumkubali kutokana na kile ambacho anakifanya. Alikuwa ni binti ambaye anafahamika kwa jina Gomili. Ina maana mkali kwa sasa amerejea, pamoja na kwamba alipata kile kitu ambacho ni kama kilikuwa ni suicide, lakini kumbe mwamba tunaye bado yuko mzima kabisa wa afya. Na yeye ndo mastermind wa kila kitu ambacho kinaendelea katika mchezo hapa. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika sehemu safi inayofuata? Kisha unaungana nasi ili kuendelea kupata burudani bomba sana hizi.